Unajua kila mtu ana mtazamo wake tofauti. Yale ndo mawazo yake na ndo maono yake. Kwa hiyo kwa sababu ni mawazo yake pia tusimpinge kwa sababu pengine kuna kitu ambacho yeye amekiona. Mimi kwa binafsi yangu, waamuzi wote ambao wanakujaga kuchezesha dabi, makosa ya uwanjani au mapungufu hawakosi. Kama tulivyokuwa binadamu vile. Latifa una mapungufu yako, mimi pia nina mapungufu yangu. Lakini moja kwa moja yeye ameangalia beji, pengine nani Alajiga kwa sababu ana Beji na Kayoko ndo wao wanachezesha dabi. Sasa tutakuwa tuvikuzi hivi vitu vyetu kwa sababu hii ligi ni ya kwetu na ligi yetu ni kivyetu vyetu. Kwa hiyo lazima waamuzi wa Tanzania pia wao wanachezesha. Mwanzo wakati ule wa masakata yale makubwa ambao yalifanya mpaka viongozi wengi wa bodi ya ligi wajiuzuru, kwa upande wa waamuzi walitoka nje, walikuja kuchezesha. Lakini pia kuna watu hao waamuzi wa kutoka nje pia waliwanyoshia vidole kwamba kuna namna ambavyo ilikuwa hivi na hivi, lakini lawama zile hazikuwafikia sana kwa sababu pengine hata waamuzi ambao walichezesha dabi ile ambao kutoka Misri wengi tulikuwa tuwajui, kwa hiyo tunashindwa kuwapiga. Pengine hao imekuwa rahisi kuwapiga kutokana na wakwetu wenyewe. Kwa hiyo mimi nadhani tuangalie tu kwenye mechi zetu kwa sababu hawa ndio waamuzi wetu na hii ndio ligi yetu. Sasa je, kungekuwa hakuna sheria za kumleta mwamuzi kutoka nje, pengine moja kwa moja ungera tungewatumia. Waamuzi ni sio Tanzania peke yake. Kila nchi na duniani kote swala la waamuzi lipo. Ndio maana umeona wameleta video kwa ajili ya kuwasaidia waamuzi. Kwa swala la waamuzi ni kote tu. Mimi nadhani tuwekeze tu kwenye mpira wenyewe ili kusudi tuangalie namna gani tunaweza kupata ushindi. Tukiegemea sana kwa mwamuzi, kwanza tutaanza kujitoa wenyewe mchezoni. Kuamini kabisa huyu mwamuzi amekuwa ni mwamuzi ambaye amepangwa aende kuichezesha dabi moja kwa moja. Sisi tunaenda kupambana mpaka mwisho. Swala la waamuzi nadhani tutalijadili baada ya dakika 90 za pale Guantanamo Bay.